Mzee, nimezungumza hapa kwamba hoja hii ya maridhiano ya sheria iliyoko kwenye sheria ya ndoa imeguswa pia kwenye imani zetu. Tunaweza tukajiuliza namna gani imani zetu zimegusa. Unajua sisi wa Tanzania tunaongozwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni sheria za nchi yetu. Hiyo inatuunganisha wote, haijalishi tuna imani zipi. Lakini jambo la pili linalotuongoza sisi ni misingi ya imani zetu. Wakristo wana misingi yao ya kuamini na Waislamu wana misingi yao ya kuamini. Na jambo la tatu ni maadili ya jamii. Kwa hiyo yani yako maadili ya jumla common sijui nisemeje Kiswahili kizuri. Maadili ya pamoja. Maadili ya pamoja ambayo watu wote tunayatambua na kuyazingatia sawa sawa kila sehemu. Haya ndio mambo yanayotuendesha sisi, au haya ndio mambo yanayotuongoza. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye maridhiano pia tunaongozwa na hivyo vitu vitatu. Tunaongozwa na sheria za nchi, tunaongozwa na imani zetu, misingi ya imani zetu, na tunaongozwa na maadili ya taifa. Sasa ukienda kwenye imani zetu, kwa mfano ukiangalia kitabu cha Qur'an tukufu kwenye ile tunaita sura An-Nisa mstari wa 35 unazungumza bayana kabisa kwamba pale ambapo wanandoa wanahitilafiana, watafutwe watu wenye hekima, waende wakasuluhishe hiyo ndoa ya watu, ili watu waendelee kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu yalivyo. Lakini hata ukiangalia 128 hiyo sura An-Nisa inasisitiza kwamba maridhiano ni bora. Na hata kama Qur'ani inaendelea kusisitiza hata kama talaka inatakiwa itoke, Qur'ani tukufu inasema itoke sio tu katika misingi ya haki, lakini itoke baada ya jitihada za maridhiano kushindikana. Sasa huo ni mtazamo wa Kiislamu. Ndio maana tunasema talaka ni suluhisho la mwisho. Tunapaswa kuingia kwanza kwenye suluhu. Lakini ukiangalia misingi ya imani ya Kikristo, na yenyewe haiko nyuma kwenye habari za maridhiano kwa wanandoa. Ukisoma kitabu cha Mathayo 19:6, yenyewe inasema alichokiunganisha Mungu wanadamu asikitenganishe. Maana yake inatupa sisi wajibu kwamba tunapoona ndoa ya watu ipo kwenye shida na kanisa lina bodi yao ya usuluhishi, hiyo bodi ihakikishe inawatengeneza hao watu katika misingi ya kutokuachana. Hiyo ni namba moja. Lakini hata ukisoma kitabu cha Waefeso 4:2-3 inazungumza habari za upendo, inazungumza habari za uvumilivu, inazungumza habari za upole. Maana yake kama wanandoa wanaingia kwenye mgogoro, wanakumbushwa habari za upendo, uvumilivu, kusameheana, kuchukuliana. Sasa hivyo vitu vyote vinatengeneza msingi wa suluhu. Na hata ukienda kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ukiangalia ile sura ya 7:10-11 inazungumza wazi kabisa kwamba maridhiano ni bora kabla ya talaka. Sasa hiyo ni misingi ya imani zetu. Na hata ukiangalia kitabu cha Malaki unaweza kaona namna Mungu ambavyo aliwakasirikia wale wanaume waliokuwa na waacha wake za ujana wao. Alipokuwa anazikataa sadaka zao, anawasisitiza na kuwaambia kwamba mimi Bwana Mungu wenu nachukizwa na nini? Na talaka. Sikubali talaka. Kwa hiyo kumbe sasa bodi za usuluhishi zinapokwenda kushughulikia na migogoro hii ya ndoa na talaka, sio tu zinafanya kazi ya kutekeleza sheria za nchi, bali pia mpendwa, mnafanya kazi ya kimungu. Ndio maana tunasema uadilifu ni kitu cha msingi sana kwenye hiyo kazi. Sio tu mnafanya kazi ya kukuza maadili ya jamii, mnafanya pia jukumu la kimungu. Na ndio maana nikasema kinachonifurahisha zaidi ni kwamba sheria na dini vinakutana mahali pamoja. Sheria, dini na maadili ya jamii vinakutana mahali pamoja, kwamba kabla ya talaka ni muhimu watu kujaribu suluhu.